Lengo kuu la kufanya asset and threat katika huu mradi kwanza ni kupata taarifa za miundombinu walizonazo. Baada ya kupata zile taarifa za miundombinu, tutajua ni miundombinu upi unatumiwa na jamii kwa ajili ya evacuation au kama evacuation center, kwamba mafuriko yakishatokea wanakimbilia upande gani. Katika upande huu tumejifunza kuangalia ni namna gani kwa kutumia ramani tunaweza kujua maeneo yanayoathirika zaidi na mafuriko. Kwa mfano, kuna maeneo ambayo yako mabondeni ambayo ni sio rahisi kufikika kama ni sehemu wewe umefika ni ujui, lakini kwa kutumia ramani na ujuzi wa wananchi au wenyeji wa eneo husika unaweza ukafika pale na ukaweza kutambua kitu gani kilichokuwepo, na kama ni mali ya jamii, je, ni nini, inaathiriwa vipi na mafuriko kwa ujumla. Katika mradi wa ramani zetu sauti zetu tuna sehemu ya upimaji wa mifereji ya maji au tunasema drainage mapping katika kata kadhaa ambazo ni jumla ya kata 18. Ni kwa sababu ndani ya jiji la Dar es Salaam kumekuwa kuna changamoto za mafuriko kwa miaka kadhaa iliyopita. Taarifa za mifereji ya maji ni muhimu sana kuwepo kwa sababu tumekuwa tuna upungufu wa taarifa za kijiografia ambazo zinaonesha mifereji ya maji na ina changamoto gani. Jamii inachotakiwa kufanya ili system za mitaro ziwe kwenye hali nzuri, kwanza kabisa wasitupe matakataka kwenye hiyo mifumo ya mitaro, kwa sababu mitaro ikiziba itapelekea maji kutuama sehemu moja. Tunatumia ramani ya mtaa husika kwa sababu raia wenyewe ndo wanaufahamu mtaa wao vyema. Kwa hiyo watatumia zile ramani kutuonesha asset zilizo kwenye mtaa, kutuonesha asset ambazo ziko kwenye riski pia katika mtaa wao kwa kuziwekea alama. Nimeshiriki kwa sababu nimefurahi wamekuja wao na wametuita sisi ili sisi tuweze kuonyesha sehemu zetu ambazo zina shida, kwa sababu nafikiri sisi ndo wahanga wa huku na sisi ndo wakazi wa huku, tunaelewa maeneo yote ambayo yanashambuliwa na maji. Kwa hiyo wametuita, tumeshirikishana nao, tumewapa taarifa zetu za mtaa wetu. Katika zoezi letu tutahusisha vijana, tutahusisha rika la akina baba pamoja na wazee. Tunaweka hivyo ili kupata taarifa halisi na za kiundani, kwa sababu hayo makundi yote yanaathirika kwa namna tofauti katika suala la mafuriko. Baada sasa ya kutambua eneo ambalo tupo, kwa hiyo kila mmoja wetu nadhani kwa kuwa ni wenyeji na ni wakazi wa eneo hili hapa, tunaweza sasa kuitambua au kuisoma ramani yetu vizuri. Sasa tunakwenda sasa kuanza kuyatambua maeneo ambayo yanakumbwa na mafuriko au yanafunikwa na maji ya mafuriko pindi mvua zinapotokea. Hii imekuwa kama nyenzo nzuri kwangu kwa sababu ni ramani ambazo zimetengenezwa kitaalamu, pamoja na kuainisha maeneo korofi ambayo yanasababisha au yanakuwa yanaathirika zaidi na mafuriko. Hiyo itanirahisishia kama kiongozi kuweka nguvu katika maeneo ya msingi ambayo yameainishwa moja kwa moja, kwa sababu zile rangi zilikuwa zinatofautisha kitu kimoja na kingine. Kwa hata kutumia hizo rangi imesaidia hata wananchi wao pia kupata uelewa, lakini pia kuainisha maeneo pasipo kupata tabu sana. Kwa taarifa ambazo tunazikusanya hapa, moja ikiwepo maeneo yanayoathirika na mafuriko, pia na taasisi na miundombinu ya kijamii ambayo inapatikana hapa. Kwa hiyo hizi taarifa zikienda zikachakatwa, zinaandaliwa ramani ambazo zina taarifa halisi ambazo zimepatikana uandani, ambazo zitatoa dira nzima ya jinsi gani wananchi au jamii tulioitembelea ni jinsi gani itasaidika.